CCM oye! Sasa nimeanza na huyu mtoto sana, huyu mtoto mpate kunielewa. Nataka kuelewa ya kwamba yeyote anayenisikiliza hapa leo aamini ya kwamba anaweza kuwa chochote kile. Wazazi wenye watoto mnaonisikiliza, wekezeni kwa watoto wenu, kwa sababu hao watoto ndio watawaletea furaha baadaye maishani mwenu. CCM oye! Kwa hiyo nimekuja hapa kuwashukuruni na pia kuambia wajibu ambao ninao sasa mimi kama mbunge wenu, kwa sababu nitakuwa mbunge. Mungu amekuja kusema haleluya. CCM oye! Mungu amekwisha andika huu ni wakati wangu, hakuna mtu wa kupinga. Haleluya. Kwa hiyo nakuja hapa kuyasema haya, muamini ya kwamba mimi Eric James Shigongo nilipitishwa na Chama cha Mapinduzi niwe mgombea wa CCM. Tulikuwa watu 34, lakini Mungu alimuona mmoja. Mwaka 2010 niligombea, nikashindwa. Baadhi yenu mnakumbuka. Nikaamua kuacha, nikarudi kwenye shughuli zangu. Nikasubiri miaka 10. Ndugu zangu, kusubiri miaka 10 sio jambo dogo. Ni jambo gumu sana, kwa sababu hauna uhakika utakuwa hai wakati miaka 10 itakapofikia. CCM oye! Lakini Mungu wa mbinguni ameniweka hai mpaka wakati umefika. Haleluya. Na mwisho wa siku sasa, mwisho wa siku hii ni zamu yangu. CCM ina utaratibu wa kukabidhiana vijiti. CCM oye! Dr. Tizeba amefanya ya kwake, amemaliza, amempa Shigongo, sasa aendelee. CCM oye! Kabla ya Tizeba alikuwepo Chisalilo, Chisalilo alipokea kwa Shindika, Shindika alipokea kwa Shija, na kuendelea mpaka kwa Mwesheni huko nyuma. Ni kupokezana kijiti hatua kwa hatua. Nitake nisitake, siku moja lazima nitatoka, ataingia mwingine. CCM oye! Kwa hiyo nimekuja kwenu jioni ya leo kuwashukuru, lakini la pili ni kuwaomba sasa nipitishe tarehe 28 niweze kuwatumikia. CCM oye! Siwezi kushinda mimi kama wewe mama, kama wewe baba, kama wewe kaka haujaamka siku ya tarehe 28 mwezi wa 10 ukamchukua na jirani yako na mwingine mkaenda kupiga kura na mkamchagua John Pombe Magufuli rais wetu, Eric Shigongo mbunge wenu, na Idama diwani wenu. Mmenielewa ndugu zangu? Mmenielewa sawa sawa? Kwa hiyo huo ndio uamuzi wa maana sana kufanya, ya kwamba siku ya tarehe 28 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 10, asubuhi na mapema uwahi kwenye kituo kwenda kupiga kura. Kufanya nini ndugu zangu? Kupiga kura. Na pale unamchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli, mbunge wako Eric Shigongo, na diwani wako nani? Idama. Maana yake ni nini ndugu zangu? Maana yake ni kwamba utakuwa unaichagua CCM. Unachagua nini? Unachagua nini? Vyama vingine takataka zote unaziweka kando. CCM oye! Na ndani nikwambie kwa sababu gani? Kwa nini uchague CCM? Kwa nini? Hatuchagui bila sababu. Unachagua kwa sababu unao sababu. Ndio ndugu zangu. Sasa kwa nini uchague CCM? Sisemi tu kwa sababu mimi ni mwana CCM. Nafahamu hapa wako watu ambao sio wana CCM, na hakuna tatizo lolote mimi kwangu, mimi kama Shigongo. Wewe ukiwa chama kingine wala sio tatizo kwangu. Maana nchi yenye watu 50,55 hamwezi kulinganisha mawazo. Si ndio ndugu zangu? Kuna mwingine ataona nyeusi, mwingine ataona nyeupe, lakini wote ni Watanzania na ni ndugu moja. Kwa hiyo mimi usiniogope unapokuwa chama cha upinzani. Unaweza kuwa chama cha upinzani na rafiki yangu. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo nasema hivi, kwa nini CCM? Na kwa nini mimi nagombea kupitia CCM? Na kwa nini John Pombe Magufuli? Na kwa nini Shigongo? Na kwa nini Idama? CCM oye! CCM ni chama unachoweza kukiamini. Chama unachoweza kufanya nini? Wangapi wanaiamini CCM? Shusha mkono chini. Afa uaminifu kabisa, wala usiogope. Wangapi wanaiamini Chadema? Hayupo na mmoja hapa. CCM oye! Kwa hiyo CCM inaweza ikaaminika. CCM unaweza ukaikabidhi maisha yako kwa sababu imeonyesha mfano, imefanya na nyinyi wenyewe mnaona.
hawa watoto mnawalipia ada za shule? Si wanasoma bure? Watoto wetu chuo kikuu hawapewi mikopo ya shule? Je, madawa hospitalini hata kama ni kidogo si yanaongezeka? Hayo mambo yote mnayaona. Barabara hamzioni? Je, barabara za juu mnaziona hamzioni? Haya mambo yote tunayaona kwa macho yetu. Je, mmesikia kwamba Tanzania imetoka kwenye umaskini imekuwa kipato cha kati? Mmeona mjaona? Sasa mimi nasema haya yote mnayaona kwa macho yenu na mnasikia kwa masikio yenu na mnanusa kwa pua zenu. CCM oye! Sasa hayo ya kufanya wewe uweze kuamini kwamba huyu unaweza ukayakabidhi CCM maisha yako. CCM sifa zake mnazijua. Hawa Chadema sifa zao mnazijua kutoka wapi? CCM oye! CCM inaweza ikaaminika, mama zangu, unaweza ukaiamini CCM imefanya na mnaona. Kwa hiyo nawaomba kwa hekima ambazo Mungu amewapa, nyinyi mna akili, na mimi ninachowaomba ndugu zangu ni kimoja tu. Tarehe 28 mfanye maamuzi yatakayowasaidia sisi kusonga mbele kama taifa. Tanzania inaenda vizuri, nchi yetu inakuwa, nchi yetu inaonewa wivu sasa hivi na mataifa makubwa kama Marekani. Marekani na utajiri wake anaionea wivu Tanzania. Fikiria, tumuungeni mkono rais wetu. Wangapi wataka kumuunga mkono Rais Magufuli? Tumuunge mkono tarehe 28 kwa kumpigia kura za nini? Ndio jambo pekee unaweza kufanya. Alafu nyinyi ndugu zangu wana Nyanzenda, ndugu zangu wana Rutili, mimi nilipita hapa sikio tukiwa na rais wetu. Uongo kweli? Mliniona mkoniona? Mliniona? Rais wetu alikuja hapa tukaendelea mpaka Bukokwa. Wangapi walikuwepo Bukokwa siku ile? Mlimsikia rais alisemaje? Alisema hivi, ataleta barabara ya lami na mkandarasi awe barabarani mwezi wa 12, na nyie ndio watu wa kwanza Rutili kunufaika na ile barabara. Uongo kweli? Uongo kweli? Kama huo ni ukweli, ndugu zangu, huyu mtu ametuonyesha upendo. Huu ni upendo wa ajabu sana, kwa sababu tumepewa barabara wakati wa kampeni, na mimi niliomba barabara ile wala sijawa mbunge. Uongo kweli? Sasa mtu akikufanyia wema, sio unamfanyia wema? Mtu aliyekufanyia wema unataka kumfanyia ubaya? Unamfanyia wema John Pombe Magufuli kwa kumpa kura ya ndio tarehe 28 mwezi wa ngapi? CCM oye! Usinisahau na mimi hapo chini. Haleluya! CCM oye! Kama hivyo ndivyo, kama unampa Magufuli, na mimi nina makosa gani na wewe? Na hapo hoba maegose gose. Sijawahi kukutumikia mimi, nimekukosea lini? Unanichukia kwa sababu gani? Kama kuna mtu nimemkosea nyosha mkono hapo. Nimekukosea lini? Sijawahi kukufanyia kazi. Ndugu zangu, na mimi nitazameni. Tokihale jaga. Tokihale jaga. Tokihile jaga. Ulototile mejaga ndege hakiuru. Mimi kabla sijawa mbunge huko miaka ya nyuma, kwa moyo wangu tu kupenda nyumbani, gari langu la wagonjwa milioni linapita hapa. Milioni. Sasa mimi nimefanya kabla sijawa mbunge. Nimejenga hospitali huko Bupando. Ni uongo kweli? Nimewezeka shule zetu. Uongo kweli? Hata kama ningefanya hayo mambo wakati sijawa mbunge, nikiwa mbunge itakuwaje? CCM oye! CCM oye! Nawaomba ndugu zangu mniamini. Na mtu mbaya ukimwangalia katibu unamjua. Uongo kweli? Ukiniangalia mimi hivi ni mtu mbaya kweli? Semeni. Unaona hama mayezukale mkanga. Ndezi ndogo watu kubane. Moyo kwa wiza na mayezukale mkanga. CCM oye! CCM oye! Watoto CCM oye! Sasa ndugu zangu wana CCM wenzangu, mimi Sigombe nimekaa chini na familia yangu, nimekaa chini na mke wangu, tumekubaliana kabisa kwamba ubunge sio kazi ya temporary.
Ubunge sio kazi ya part time, kama nitakuwa nafanya biashara alafu nenda kwenye ubunge utashindwa. Kwa hiyo tumekubaliana na mama. Basi vile mke wangu yuko sasa upande ajaje hapa lakini najua atapita. Nataka kuambia hivi, tumekubaliana kwamba tutakuwa nyumbani vizuri kama ilivyokuwa zamani kwa miaka mingapi? 5. The Atriums ni hoteli yenye mandhari tulivu na viwango vya hali ya juu, huku huduma bora zikitolewa na wahudumu waliobobea kwenye fani hii. Kwa huduma kama vile malazi, chakula, vilevile tuna garden kwa ajili ya maharusi, birthday party, hata mikutano, bila kusahau swimming pool kwa wale wanaopenda kuogelea. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu nambari 0655 026 463 au 0763 812626. Unaweza pia kutembelea tovuti yetu www.atriumshotel.co.tz. Tupo Sinza, Africa.